Aje. Bwana nipo poa kabisa, sio nyinyi ndugu zangu. Shughuli ngumu hii. Ngoma ngumu. Sasa ni magumu ndio walivyo. Wagumu sana. Senegali wabaya. Wa Senegali wagumu sana. Umeona wenyewe. Nilipomchukulia tofauti alivyo, afu kiani maana amezidi urefu. Kwa hiyo nilikuwa afu mje mjanja. Nijua ninge ni timing lakini mjanja sana. Kwa hiyo ni bondia mzuri na amenipa challenge. Alikuwa anakumba sana, yani kuvuta sana. Na yako haikupata suluhisho hii. Yule alikuwa anafanya bani, anacheza vurugu kwa sababu lengo na nia yake ashinde. Kwa hiyo hata kwa mkono wangu makocha walijaribu kunibaisha mchezo niweze kutembea raundi ya mwisho, na nilitembea kwa sababu ya kumtoa kwenye mchezo utaka yeye nitoke mchezo wake. Kacheza nikatembea na kweli nikana score kama nilivyoona, nikapata matokeo. Mpinzani wako nadhani alikuwa ni mpinzani wa namna gani? Bondia mzuri. Kwanza na vitu vyote. Kwanza ana nguvu, amenizidi mimi nguvu. Cha kwanza weight tunafanana lakini amezidi nguvu. Cha pili ni mrefu. Cha tatu mjanja, mitego yangu anaijua, nikimtega anatoka. Kwa hiyo ni bondia mwenye kiwango cha ubora kucheza mechi kimataifa. Galali, kituo kinachofuata sasa. Kituo kinachofuata nasikilizia kampuni ya Mafia Boxing, Mheshimiwa Zayumba, kama kaniambia mwezi wa 3 kuna fight, kwa hiyo namsikilizia atiba mwezi wa 3, basi sawa inshallah muwejalia na Ramadhani kwa shaisha naweza kucheza mwezi wa 5 Duli Ngoni. Idi, tumefunga 2025, tumefungua 2026. Ukiambiwa kwa maneno machache tu, mwaka wa 2025 kwa Idi Pialali ulikuwaje? 2025 kwanza nilikuwa Simba Manzese kuwa bora na Tanzania pia. Na ule mwaka ulioanza sikuwahi kupoteza pambano mpaka mwaka umeisha. Kingine kwamba ilinitoa marafani kwa sababu hata 2025 hata Mafia Boxing vile iliniona na nikashiriki kucheza mechi zao. Kwa hiyo ilikuwa na mwaka wa neema na mpaka sasa hivi nacheza mechi ya Mafia Boxing. Kwa hiyo mwaka ulikuwa mzuri na napinduka na mwaka mzuri zaidi. Idi Pialali ametimiza malengo yake ya mwaka 2025 aliyokuwa amepanga kwenye boxing, ama kuna sehemu kidogo amefemea? Kwanza 2025 nashukuru Mungu malengo yangu yalitimia. Kwanza kutoka nyumba za kupanga kwa mia kwangu, hilo ni la kwanza, namshukuru Mungu. Kwa hiyo miaka 2025 naishi kwangu sasa hivi. Kwa hiyo nashukuru Mungu na ngumi zimenitoa alifani kutoka hadi fulani. Kwa hiyo na familia yangu kwangu. Kwa hiyo 25 imekaa vizuri sana kwangu. Zungumza sasa na mashabiki wako kumwelekea mwaka 2026. Napenda kuambia Tanzania nimetoa fight ilikuwa ni ngumu, nafika kama mlivyoiona mashabiki na Tanzania nimeweza kushinda kwa pointi, lakini sasa najipanga 2026 mwezi wa 3 inawezekana kaja ni fight kucheza ubingwa. Kwa hiyo namsikilizia Mheshimiwa bosi Zayumba, kama atanipa fight ya ubingwa sawa. Kwa hiyo nitajiandaa mwezi wa 3 kucheza ubingwa wa Afrika au wa Tanzania pia. Kwa hiyo naambia wa Tanzania na mashabiki zangu wa Manzese mkae tayari, mkao wa kula 2026 inayokuja sasa hivi. Asante sana. Nashukuru sana. Wanasema kucheza mara kwa mara inazidi kupunguza kiwango. Unaonaje? Mara kwa mara inazidisha kiwango. Kama mnavyoniona mechi zilizopita na hii tofauti nimecheza. Ukicheza mara kwa mara unajua mazoezi yako na kiwango kinakuwa zaidi. Unapokaa muda mrefu kiwango hawezi kuwa, kwa sababu unakuta mazoezi yako hayajui, mapungufu yako hawezi kuyajua. Lakini kama unacheza mara kwa mara na wageni kama wagumu kama unavyoona, basi pia linsangu inakuwa. Kwa hiyo ukiniita bondia mwingine mgumu zaidi na perform kwa sababu unacheza kila wakati. Lakini kama muda mrefu bila kucheza, kuja kucheza unakuta unapotea. Hii kati ni kichwa. Nilikuwa piga hapa kati na yeye aliinama akanyanyuka akanipiga kichwa. Nafikiri hata pale ninyosha mkono na ameniona ni kichwa ilikuwa.